Mungu atawabariki watu wake, kwa maana ana mipango mikuu kwa ajili yako. Asali kutoka mwambani ni neema ya Mungu ya kukuvusha. Umependwa na Mungu, upendeleo wa kweli wa kiungu. Asali kutoka mwambani, utoaji wa kimiujiza kwa ajili yako. Asali tamu kutoka mwambani, baraka za Mungu kwako. Asali tamu kutoka mwambani, baraka za Mungu kwako. Unapoelewa Kristo, sasa unaweza kuelewa mambo mengine hata kwa njia bora zaidi. Sheria na neema, maagano mawili, mifumo miwili. Sheria na neema, maagano mawili, mifumo miwili. Na maandishi yetu makuu yanatoka katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mistari ya 17. Kwa maana sheria ilitolewa na Musa, lakini neema na kweli zilikuja kwa njia ya Yesu Kristo. Lakini neema na kweli vilikuja kwa njia ya nani? Kwa Yesu Kristo. Ni muhimu sana kuelewa hilo. Kwa hivyo, moja ya mkanganyiko mkubwa zaidi kanisani leo ni kuchanganya sheria na neema. Waumini wengi wanaamini kwamba wameokolewa kwa neema, lakini wanajaribu kuishi kwa sheria. Kwa hivyo, mchanganyiko huu hutoa hatia, huzalisha hofu, hutoa unafiki. Kwa hivyo, nambari 1, sheria na neema vinatoka vyanzo tofauti. Kwa maana sheria ilitolewa kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli vilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Sheria ilikuja kupitia Musa, ambayo yalikuwa vibao vya mawe na amri, lakini neema ilikuja kupitia Yesu Kristo, na hilo linazungumzia msalaba na roho. Kwa hivyo sheria si mbaya, tafadhali usinielewe vibaya. Sheria si mbaya, lakini sheria si Injili. Sheria inakuonyesha kile Mungu anachotaka kutoka kwako. Neema hufunua kile ambacho Mungu ametoa. Kwa hivyo sheria inakuambia ufanye, lakini neema inakuambia ufanye. Nambari ya 2, madhumuni ya sheria. Kwa hivyo inaonyesha kwamba mwanadamu ana uwezo wa kushika sheria. Sheria haikutolewa kamwe ili kuwafanya watu wawe wenye haki. Hakuna kiasi cha kushika sheria. Kwa wale wanaopenda sheria, hakuna kiasi cha kushika sheria kinachoweza kukufanya uwe mwenye haki. Inakufanya tu ujivunie. Kwa hivyo sheria haiwezi kumwokoa mtu yoyote, na sheria haiwezi kutoa utakatifu. Kwa hivyo Wagalatia 3:24. Sawa. Sheria ilikuwa yetu wakati ujao kutuleta kwa Kristo. Sheria ilikuwa mustakabali wetu kutufikisha kwa nani? Kwa Kristo. Nambari ya 3, tatizo na sheria. Kwa sababu ikiwa sheria ilikuwa kamilifu, basi hakukuwa na haja ya Yesu kufa. Mungu alifanya nini? Mungu alimtuma mwanawe. Tatizo si sheria. Sheria ni kamilifu kwa sababu sheria haina tatizo lolote. Tatizo ni asili ya mwanadamu. Ni asili ya mwanadamu kwa sababu sheria ni kamilifu. Tatizo pekee ni kwamba asili ya mwanadamu tayari ilikuwa imetoa suluhisho kabla ya hapo. Tatizo ndio maana Mungu hahitaji msaada wako katika hali yoyote. Yeye ni baba yako, yeye ndiye anayekusaidia, si kinyume chake. Biblia inahitaja dhambi kama asili. Ni asili ndani ya mwanadamu ambayo huelekea kufanya mabaya. Sheria inaweza tu kulaani. Sheria inaweza tu kuhukumu. Inaweza kuonyesha dhambi, lakini haiwezi kuondoa dhambi. Kwa hivyo, kuna faida gani kujua kitu ambacho hakiwezi kuondolewa? Kwa hivyo, nambari 4, Grace anafanya nini? Biblia inasema, kwa neema ya Mungu iletayo wokovu umeonekana kwa wanadamu wote. Kwa hivyo, neema si ruhusa ya kutenda dhambi. Neema si ruhusa ya kutenda dhambi. Neema ni nguvu ya kuishi. Neema ni nguvu ya kufanya hivyo, kuishi. Sheria inasema, badilikeni ili Mungu akukubali. Lakini neema anasema, umekubaliwa, sasa badilisha. Haijalishi unajaribuje kumsafisha nguruwe,
nguruwe atakuwa nguruwe siku zote kwa sababu ana asili ya nguruwe. Sawa? Kwa hivyo unakubaliwa. Sasa badilisha. Kristo ndani yangu akiufanyia kazi wokovu wangu na kunifikisha kwenye ukamilifu. Nambari 6, Warumi 6:14. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamko chini ya sheria, bali chini ya neema. Kwa maana hamko chini ya sheria, bali chini ya neema. Kwa hivyo huhusiani na Mungu kwa amri. Unahusiana na Mungu kupitia Kristo. Unahusiana na Mungu kupitia Kristo. Kwa hivyo mtu huyu wa Mungu alipewa mfano na alikuwa akisema. Lakini tunapofika kwenye malango ya pali, unajua jinsi watu wanavyofikiria, wanafika kwenye malango ya pali na Petro yuko pale na watu wote wanasubiri kutuuliza, sasa tuambie kwa nini tukuruhusu ingie hapa? Na unajua baadhi ya watu watasema, unajua nilikuwa Mkristo mzuri, nilitoa utajiri wangu wote kwa maskini. Lakini nikifika kwenye lango la pali, nataka kuamini kutakuwa na msalaba mkubwa sana umewekwa mahali fulani karibu na lango. Na nitakapoulizwa, tupe sababu moja kwa nini unapaswa kuingia hapa, nitaelekeza msalaba huo na kusema sababu pekee ya mimi kuruhusiwa kuingia hapa ni kwa sababu ya kile Yesu alichofanya msalabani. Hiyo inapaswa kuwa mtazamo wako. Usiweke pua yako hewani na kufikiria kwamba kuna kitu ndani yako ambacho Mungu alitaka na Mungu alikipenda na Mungu alikipenda. Hakukuwa na kitu. Hakukuwa na kitu. Fujo na kushindwa tu na uozo na kuoza kwa binadamu. Lakini nzuri kwa rehema zake, Mungu ambaye ni mwingi wa rehema zake, alitupatia sifa tulipokuwa bado wenye dhambi. Alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa bado wenye dhambi. Ukiwa hujaokoka, utakuwa na hofu ya kushindwa kila wakati. Ukishakuwa ndani ya Kristo, una uhakika na umetiwa muhuri wa Roho wake Mtakatifu kwamba utafika mbinguni. Hakuna utendaji zaidi na hakuna zaidi. Kwa hivyo, huwezi kuokolewa kwa sehemu kwa neema na kwa sehemu kwa sheria. Kwa hivyo ni kwamba Kristo ndiye aliyemaliza au lazima umalize. Unapendelea ipi? Na Biblia inasema alikamatwa katika tendo la uzinzi. Aliletwa mbele ya Yesu. Nao wakamwambia Yesu, Mwalimu, sheria ya Musa inasema kwamba dhambi hii inaadhibiwa kwa kifo na anapaswa. Yesu anamwambia nini? Wako wapi washtaki yako? Wala mimi sikushtaki. Nenda na usitende dhambi tena. Sheria inakupiga mawe kwa kukusanya kuni, lakini neema inamwachilia mzinzi huru. Sasa mtu anaweza kusema, je, haruhusu na kuhamasisha watu kutenda dhambi? Nataka kumfuata Yesu. Kwa hiyo sheria inasema tenda au ufe, lakini neema inasema ishi kwa sababu Kristo alikufa. Kataa utii unaotokana na hofu na mpende Mungu kwa upendo, si kwa woga. Na tunapaswa kuhamasishana na kufundisha neema kwa uwazi. Sheria inaonyesha dhambi, lakini neema inaondoa dhambi. Sheria inaonyesha kiwango, neema inaleta mwanga. Sawa? Sheria inadai haki, lakini neema inatoa haki. Kwa hiyo Ukristo si jitihada binafsi pamoja na mistari ya Biblia. Ukristo ni kazi iliyokamilika ya Kristo inayopokelewa kwa imani. Ni kazi iliyokamilika ya Kristo inayopokelewa kwa imani. Kwa hiyo hatuishi tukijaribu kutimiza sheria. Tunaishi tukitembea katika neema, na ndiyo maana Kristo ndiye ujumbe wetu. Baba, tunakushukuru kwa neno lako. Ubariki kila msikilizaji. Naomba uwape uelewa. Nami naomba ujumbe huu uenee mbali na mbali, na zaidi watu waweze kuongezeka katika maarifa ya Mungu na kujifunza jambo sahihi. Huduma ya asali kutoka mwambani. Sisi ni kanisa linalomweka Kristo katikati. Tunakukaribisha